Asante sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Naitwa Elijah Beyeza. Leo katika kipindi chetu cha Bahasha Mkononi, kufuatia hizi mvua zinazoendelea kunyesha, baadhi ya sehemu hazipitiki, lakini hapa nakuletea habari ambayo ni kwamba kupitia halmashauri ya manispaa Kinondoni, kupitia mkurugenzi wake pamoja na madiwani pamoja na TARURA wameweza kutengeneza daraja ambalo limekuwa mkombozi katika wakazi wa Kigogo. Tuko na diwani ambaye ndo msimamizi wa wananchi kupitia ngazi ya kata. Yeye alikuwa na hili hapa la kuzungumza kufuatia daraja ambalo limejengwa mtaa unaitwa Peoples. Huyo hapa, tumsikilize. Naitwa Richard Michael Mgana, diwani kata ya Kigogo, halmashauri ya manispaa Kinondoni. Tupo hapa eneo la tukio kwenye huu mradi wetu wa daraja la People. Huu mradi kwanza ulikuwa out of budget. Yaani ukiangalia historical background ya huu mradi ilikuwa haukuwa budgeted. Kwa hiyo kutokana na nature ya ile eneo, zile mvua za mwaka jana, mwaka juzi, hapa kulikuwa kuna kivuko. Kile kivuko kilikuwa kikidhi mahitaji, kilizungukwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna changamoto ya mawasiliano kati ya watu wa Kigogo na watu wa huku Mlati. Mawasiliano hapa katikati yalikufa. Kwa hiyo baada ya mawasiliano kufa kutokana na changamoto ya kivuko kilichopo, tukasema kama viongozi hususani wa Kinondoni lazima tufanye jambo kwa maslahi ya wananchi wa Kigogo, lakini kwa maslahi ya wananchi wa Mlati, kwa sababu watu wa Mlati na watu wa Kigogo sisi tunaingiliana. Sisi ni baba moja mama moja. Watu wa huko wameoa huko, huko wameoa huko. Kwa hiyo tukasema tulichelewa kwa sababu budget ilikuwa ishaandaliwa. Tukafikiri nje ya boksi, tukasema there is a need of doing reallocation kutokana na uhitaji wa hili eneo. Kwa hiyo uzuri wajumbe wa kamati ya fedha nao wako very smart, kiongozwa na meya wetu Songolo Mnyonge pamoja na mkurugenzi Hajati Hanifa Suleimani, kwamba walikuja eneo la tukio hapa, wakaona changamoto ya hapa, kadhia ya hapa. Baada ya kuona wakaridhia au tukaridhia kwamba there is a need of doing reallocation kwa niaba ya watu wa Kigogo, kwa niaba ya watu wa Mbulahati. Tukafanya reallocation almost milioni 200 kwa maslahi ya wananchi wa hili eneo, ili tujenge daraja litakalowezesha mawasiliano yaendelee kudumu. Kwa hiyo kweli reallocation ikafanyika, pesa ikaja kupitia TARURA ambao ndio walikuwa wasimamizi wa huu mradi. Tuwashukuru sana kwa sababu mwanzoni debate zilikuwa kubwa namna ujengaji na changamoto ya hapa, lakini mwisho wa siku kutokana na utaalamu wao wakajenga daraja ambalo linakidhi mahitaji ya huu mto. Unajua daraja la mwanzo maji yalikuwa na overflow, lakini hapa tumeona mvua za juzi maji yanapita vizuri tu bila changamoto yoyote. Kwa hiyo niwapongeze kwanza wasimamizi wa mradi ambao ni TARURA Kinondoni kiongozwa na Meya Songolo Mnyonge pamoja na mkurugenzi wetu, bila kumsahau jemedali wetu, rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ndo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ambaye hivi vitu vyote tunavyofanya sisi tunafanya kwa niaba yake. Tunapofanya reallocation maana yake tunaangalia wapi kuna uhitaji ili kusolve matatizo ya muda huo. Kwa hiyo tunaishukuru serikali yetu kwa kuwa sikivu, kwa kutuletea pesa. Mwisho wa siku mradi umeendelea, mradi umefikia kwenye hatua hii ambapo upo tayari kwa ajili ya kutumika. Kwa upande wake, mlinzi wa daraja hilo la Kigogo lililopo manispaa ya Kinondoni ameiomba TARURA kabla ya daraja hilo halijakabidhiwa changamoto alizoziona ziweze kutatuliwa. Jina naitwa Julius Costa. Ni mlinzi ambaye nalinda daraja hili. Vitu tunavyokutana navyo usiku hapa, kwanza hapa ni taa, kunakuwa na wahuni wanakaga hapa darajani hapa, kuna giza. Yaani haipendezi. Sasa hapa lazima taa iwepo. Kwa jinsi tunavyoenda hapa tunaomba tuwekee taa kwa hali halisi jinsi ilivyo, kwa sababu hapa kuna kwa usiku kuna tisha, kuna giza nene. Taa hapa yatakuwa iweke kwa ajili ya asubuhi, watu ambao wanakwenda makazini wanapita saa 10, saa 9 usiku. Sababu hapa kunapita watu tofauti tofauti, nakutana na misuko tofauti tofauti.
Hili daraja lilikuwa limefungwa, sasa hivi limefunguliwa, maana lingine lilikuwa limejengwa ili watu waweze kupita, ilikuwa bado. Sasa watu wakawa wanaiba mbao. Kingine ni hicho, kwa naomba wenyekiti wa TARURA watuwekee taa, tunaomba, ni ombi letu ndio hivyo. Kwa upande wao wananchi wa kata ya Kigogo nao waliweza kuzungumza. Mimi naitwa Tobias Mikael Hasani, na kweli huu mradi kabla hujajengwa kulikuwa na shida sana. Kulikuwa na mlango mmoja tu, maji alikuwa anapanda mpaka kwenye manyumba kule. Lakini kuanzia mvua ya juzi hali ilikuwa ni nzuri sana, wala maji hayakupanda wala. Kusema kweli kwa hali ya sasa, na kweli serikali imefanya jambo zuri sana. Kwa majina anaitwa Abdoni Mashintila, ni mjumbe wa shina namba 8 Kigogo Kaskazini. Mradi kwa wastani sio mbaya, ni mradi mzuri ambayo uliokuwepo katika eneo letu, na mazingira ya maji pia naye sasa hivi naona yanaenda vizuri, ila kuna kitu kimoja kwamba mradi huu ni mzuri, lakini sasa kuna kingo pembezeni. Ni hatari pia maji yakishajaa na majani katikati ya mlango hapa, ya milango ya daraja, kwamba maji yanaweza kapasua kwenda kwenye nyumba za watu. Kwa jina naitwa Constantine Matthew Rubawa, ni katibu wa miundombinu Kigogo Kaskazini. Nichukue fursa hii kwa namna kipekee kabisa kumshukuru mkurugenzi wa manispaa Kinondoni kwa kutuletea mradi mzuri na wenye manufaa kwa wananchi wote. Sio tu, pia niweze kumshukuru diwani ambaye anawakilisha kata Kigogo kwa kuhakikisha mradi huu wa ujenzi wa daraja unatufikia sisi wakazi wa Kigogo Kaskazini na Kigogo kwa ujumla, ambao daraja hili kitenganisha Kinondoni na Ubungo. Hapo nyuma daraja hili lilikuwa na matatizo mengi sana ambayo imesababisha kwamba nyumba za watu nyingi zimeondoka kwa sababu daraja lilikuwa ni mlango mmoja. Lakini sasa hivi daraja lina milango minne na maji yanapita vizuri, na hata maji yaliyokuja juzi ambayo yalikuwa ni mengi sana yamepita vizuri kabisa bila matatizo yoyote. Napenda kumshukuru sana meneja wa TARURA wa Kinondoni pamoja na mainjinia wote ambao wameshiriki kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezeka kwa wakati, kwamba kila mwananchi aweze kutunza mazingira mazuri na kuhakikisha miundombinu ya daraja inatunzwa vizuri, na kila mmoja awe ni mlinzi wa wenzake kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwa salama. Lakini vile vile nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba Rais Samia Suluhu Hassan kwa kututengea fedha ambazo zimefanikisha mradi huu kuweza kukamilika. Lakini pamoja na kushukuru hiyo, nilikuwa naombi kwa meneja wa TARURA kwamba tunaomba pia atusaidie tena kuhakikisha kwamba kingo ambazo zinasimamia ili daraja ziweze kujengwa ili kunusuru makazi ya watu. Kwa upande wake injinia aloweza kutengeneza hilo daraja, na yeye aliweza kutoa neno kitu gani kifanyike ili daraja liweze kuisha kwa wakati. Kwa majina naitwa Humphrey Njama, msimamizi mkuu wa huu mradi wa daraja hapa Kigogo. Sio zaidi ya mwezi mmoja tutakuwa tumeshakabidhi, kwa sababu kuna kazi nyingine ya nyongeza ambayo imeongezeka. Hii ya daraja kama daraja tunasema tumemaliza, lakini kuna mfereji baada ya mvua kunyesha tukaona kwamba kuna maji yanapita kutoka kwa wanakijiji kule ngambo ya pili ambako ni Mburati au wilaya ya Ubungo. Sasa alipokuja mtu wa TARURA tukamwelezea kwamba kuna maji hapa yanapita. Kwa hiyo alishauri kwamba tutengeneze huo mfereji, na ule mfereji unaweza kuona kwa pale ngambo. Baada ya daraja tutaingia huo mfereji, lakini ilikuwa ni kazi ya ziada. Asante sana mtazamaji uliyekuwa unaendelea kutufuatilia katika chaneli yetu ya Kipepeo Digital. Kipindi chetu cha Bahasha Mkononi kimefikia tamati. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Langu jina ni Mwajabu Sadi. Bye bye.